Uwalii uko kwa mwanamke, kwa mwanamume hakuna uwalii. Yani wewe mwenyewe hapo ulipo, mtu mzima balighe, mwenye akili, Muislamu, unaweza ukatoka ukenda ukaoa hata kama baba hujamwambia, ukaja una mke wako, masharti tu yale ya ndoa. Lakini mwanamke haiwezekani kuolewa bila idhini ya wali wake. Umenifahamu? Sasa wewe ukikomaa mwenyewe, huyu mke wangu namtaka, mkimtaka namtaka, hamkumtaka namtaka, wewe oa tu. Ndo unaona mfano ule pale, huyu demu mwenyewe kaenda kwa kadhi, kwa sababu kule ndo kunako uwalii wake. Man laysa lahu waliyun khasun fawaliyuhu sultan. Kanuni ya usuli al-fiqh inasema mwanamke ambaye hana walii mahsusi kama baba, babu, baba mdogo, kaka, walii wake anakuwa ni kiongozi wa umma, kiongozi wa jamii. Lakini mwanamume mwenyewe una idhini yako mwenyewe kutakuoa, unaweza ukenda zako Bongo huko ukatafuta mashahidi wako wawili, mahari unatoa mwenyewe, basi ukaja hapa na bibi wa Kichaga, wazee watafoka bwana atakufilisi, mimi huyu ndo niliyomtaka, basi taka naye mke wako. Umenifahamu vizuri? Lakini kitu cha busara kabisa na cha kiungwana, mtu anatakiwa awe na vitu viwili vinaitwa birrul walidaini wa silatur rahim. Usifanye maamuzi kwa sababu unapawa, maamuzi yako ukahasimiana ukavunja ukoo, utakuwa umefanya dhambi. Haingii peponi qati'atur rahim, mtu aliyekata ukoo wake. Sasa kwa sababu ya demu uhasimiane na wazee, kubaliana na wazee katika baadhi ya mambo, na ukubali wewe kuluzi kwenye matashi yako binafsi. Kukaa vizuri na jamaa zako ni faradhi. Kukidhi matamanio yako binafsi hata kama sharia inakuruhusu, itakuwa ni sunna. Kwa hiyo fanya la faradhi, la wajibu kwanza, lazima uwe unafahamu vipaumbele. Wallahu a'lam.